Tunao pia waheshimiwa wasajili na manaibu wasajili hapa, lakini tunaye mbunge Mheshimiwa Edwin Swale, mbunge wa Lupembe. Mheshimiwa, karibu sana. Kuwepo kwetu sisi ni faraja. Ninaona kama mihimili sasa imekamilika. Yamezungumzwa hapa masuala ya wanaotunga bunge, wanaotunga sheria ambao ni bunge. Na sheria hii ilitungwa mwaka 1998. Wakati huo mimi nilikuwa mwanasheria wa serikali daraja la 3, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali hapa Dodoma. Ndio sheria ya kwanza iliyotungwa ikiintroduce rushwa katika system ya kutunga sheria zetu. Kwa sababu wabunge wale walipoitwa kufanywa seminar waligoma, wakadai wapewe hela. Wakapewa hela ndio wakaenda pale. Sasa uwepo wako kwetu hapa, umeyasikiliza haya, wewe utatusaidia sana. Pengine tutakapoleta mswada kule bungeni, sisi hapa mahakama tumeisha ishauri serikali kupitia ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali umuhimu wa kufanya mabadiliko katika sheria hii ili kufanyia mabadiliko ile sheria ya mwenendo wa mashauri ya jinai ili mahakama iwe na uhuru wa kutoa adhabu kulingana na mazingira ya kosa lililotendwa, na hasa kwa watu wazima. Wale wa kubaka watoto wadogo hakuna cha salia mtume, lakini pia hata adhabu yenyewe, mtu anayeondoa uhai, mahakama imepewa discretion ya kuamua kwa kulinganisha na mazingira yalivyotendeka. Ndio tunafunga watu miaka 30 kifungo cha maisha. Na ndicho Dr. Nangera alikuwa anasema, huyo mtu hata kama ametubu, ameriform, sasa anarudije kwenye jamii? Aje awe shahidi. Nilipokuwa na hukumu kesi nikiwa jaji wa mahakama kuu, yani sikuwa naendekeza vitu, anakuja mawakili wa serikali mbele yangu ananiambia apewe adhabu kali eti ajifunze. Yani wewe mtu ameshaua, anaenda yeye mwenyewe kwa polisi, kituo cha polisi, anaenda kujisalimisha, au anaenda kwenye mtendaji wa serikali ya kijiji, anasema jamani nimeua. Huyu ameanza kujuta tangu hapo alipoua. Anaenda kwa hakimu justice of peace, anaandika maelezo yake, anakiri, na wakati wa polisi wanamshtaki kwa kosa la kuua kwa makusudi, anasema kweli niliua. Anakuja pale mahakamani, anaposomea shtaka lake anasema niliua. Alafu wao unajifanya eti afungwe adhabu kubwa, aenda ajifunza. Anataka kujifunza nini? Huyu amesha reform. Na kule magerezani waulize wale ambao wanaua aidha kwa nini manslaughter, kuua bila kusudia, wanaokuwa kule, kama wanapoachiliwa baada ya adhabu zao huwa wanarudia kufanya makosa? Hakuna. Lakini nitambue pia uwepo wa wageni mbalimbali miongoni mwetu, watendaji, wakurugenzi wa idara mbalimbali za mahakama, wakurugenzi na viongozi kutoka ofisi ya taifa ya mashtaka, viongozi wote mlioko hapa, viongozi wa dini. Ni kushukuru sana Pastor Kinyamagoha. Uwepo wako kwetu sisi ni baraka. Tukushukuru kwa lile neno la kiroho na sara ulioitoa kwa ajili yetu sisi, na umetufundisha kwenye kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati. Waamuzi mna nafasi kubwa sana, lakini you are so much protected unapokuwa unatenda sawasawa na hicho kiapo chako na sawasawa na neno la Mungu. Mungu atakulinda tu kama unatenda sawasawa na hilo neno la Mungu. Lakini tunao wanazuoni tukiongozwa na Profesa Fares Iromo. Profesa, nakushukuru sana. Wewe umetufumbua mengi, na nakushukuru pia kwa kutambua kwamba mimi ni reformer. Na mimi kwa kaida yangu huwa siendekezi mambo yasiyoenda vizuri. Mimi nataka mambo yafanyike ipasavyo. Hata wale waliokuwa wanaishabikia hayo makosa hayo katika sheria ya kanuni ya adhabu, baada ya kusikiliza
ulichotushirikisha hapa na kumsikiliza Dr. Nangera, Mheshimiwa Jaji Nangera, kama walikuwa hapo huko nyuma hawajarifomu, hawajabadilisha mawazo, na leo nadhani ni fursa nzuri pia kutafakari msimamo wao kuhusu sheria na makosa ya aina hii. Sasa mabibi na mabwana tulioko hapa, kwanza nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kutujalia rehema zake na kutuwezesha kuendelea kuishi licha maovu na udhaifu wetu, na hata kupata fursa ya kuweza kukutana leo kwenye uzinduzi wa hiki kitabu muhimu sana kinachohusu pia namna haki inavyopaswa kuonekana inatendeka na kutendeka. Wengine tumesafiri kutoka mbali. Hapa tuna wageni wametoka Iringa, kwa mfano Pastor Kinyamagoha, Profesa Iromo, lakini shemeji yetu Fari Mama Ngwembe na kijana wake wametoka Dar es Salaam kuja kuungana na sisi. Tukio muhimu sana. Na hawa kwa yale aliyokuwa sema Mheshimiwa Jaji Ngwembe watakuwa ni waathirika wakubwa sana, kwa maana ile alichokisema yule aliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza. Na mimi nimetafakari sana hili, nikafikiri nadhani Mheshimiwa Jaji Ngwembe ni mruhusu aende Dar es Salaam akaya hata angalau kwa mwaka mmoja hivi naona shemeji anashangilia sana, maana kwa yale ile alichokisema alipokuwa na tafasirie waziri mkuu Winston Churchill. Mmekuwa waathirika wakubwa. Sasa na mimi ni kiongozi wao, lazima niwe considerate. Kama hali yenyewe ni hii, wakati na wahimiza waheshimiwa majaji na sisi wote tuloko hapa kuandika vitabu, mimi naanza kuogopa. Lakini zaidi pia namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumwezesha Mheshimiwa Paulo Joel Ngwembe, jaji wa mahakama ya rufani, kuweza kumjalia maarifa, nguvu, afya na uwezo wa kuandika na kukamilisha kitabu ambacho leo ninaalikwa kukizindua. Ni kwa rehema na fadhili zake tu. Namshukuru Mheshimiwa Jaji Ngwembe pia kwa kunikaribisha na heshima hii aliyonipatia kuwa mgeni rasmi wakati wa kuzindua kitabu hiki muhimu sana. Na kupongeza sana Mheshimiwa Ngwembe kwa safari ndefu ya jitihada, tafiti na fikra zako. Leo tunafurahia zao la kitabu hiki ambacho ni cha 4 na ambacho kitakuwa pia ni urithi kwa taifa. Mwenyezi Mungu aendelee kukubariki sana. Na kama alivyosema Profesa Iromo, bila shaka na cha 5 kinakuja. Na ninachoweza kusema kwa waheshimiwa majaji na utumishi wa mahakama, mnaopata fursa ya kuandika vitabu, wakati fulani changamoto inakuwa ni gharama za uchapishaji. Sisi mahakamani tutaweka utaratibu tuwasaidie hawa watu waandike vitabu na sisi tunufaike. Kwa sababu kama tunayo sisi kanuni za maadili za maafisa wa mahakama, yani judicial officers kwa Kiswahili, judicial officers, majaji na mahakimu. Moja ya mambo tunayoruhusiwa kushiriki nayo ni pamoja na kushiriki mihadhara, kuandika vitabu na articles kwenye journals. Wenzetu wanajitoa. Ndio namna hivyo tunavyoweza kushare na kushirikishana maarifa. Kwa nini tusiwa support? Kwa hiyo ni jambo jema, na nichukue nafasi hii kabla sijasahau kuwashauri waheshimiwa majaji na watumishi wetu wa mahakama kuendelea kuwa na moyo wa kuandika vitabu. Jitokezeni muandike vitabu. Vichwa vyenu hivi vina hazina kubwa sana. Sasa vichwa hivi vinginevyo, of course mtu atakumbuka kwa matendo yake, lakini pia na hata kwa maandiko anayoacha. Tunaendelea kumsoma huyu bwana, unamuona hata kama mnabani ukwai kujua hata kwa sura yake, lakini unamfahamu. Ametufanyia na nukuu hapa ya huyu aliyekuwa waziri wa Uingereza. Mimi hata simjui, lakini mawazo yale yanaendelea kuishi. Kwa hiyo unaendelea kuwa miongoni mwa waandishi mahiri wa vitabu. Hongera kwa kuweka alama hii muhimu.
Najua pamoja na wingi wa kazi, lakini umefanikiwa kuandika kitabu chenye mambo muhimu kwa mustakabali wa jamii ya Tanzania. Natoa pongezi hizi nikifahamu fika kwamba haikuwa na kamwe haiwezi kuwa kazi rahisi kuandika kitabu, wakati huo ukiendelea na majukumu ya kazi zako za ujaji, tena jaji wa mahakama ya rufani, na kazi zote zile na kazi yenyewe ni ngumu. Unatamka haki na wakati wewe sio Mungu. Tena huku kwetu, huku mahakama ya rufani ndio tuna hali mbaya sana, kwa sababu inakuja huku kwetu mengine yameshaharibika. Sasa waheshimiwa majaji hawa tu, hata wakati fulani tunaendelea kuwaheshimu, wana kazi muhimu sana kwa mustakabali wa taifa hili. Kwa hiyo ukiona jaji anatenga muda wake kuandika kitabu, lazima sisi wote tuendelee kumuunga mkono. Na niwashukuru waheshimiwa majaji wa mahakama ya rufani, karibu wote mko hapa, ambao mmeweza kuona twende tumuunge mkono mwenzetu. Mungu aendelee kuwabariki sana. Ninatambua kwamba majaji wamekuwa, baadhi yetu wamekuwa wakiandika vitabu, lakini ni mara baada ya kustaafu. Na wengine hawakuandika kabisa, lakini vichwa vyao ni hazina muhimu sana. Tumelazimika sisi kama kuandateki jukumu la kuandika kazi nzuri walizozifanya wale majaji, ili kuendelea kutusaidia sisi kama jamii. Na Mheshimiwa Ngwembe, unaweka historia kuandika kitabu hiki ukiwa bado katika utumishi wa umma, na hasa katika mahakama ya rufani, mahakama ambayo ina shughuli nyingi sana. Hatua hii inafaa kupongezwa sana, kwani si kazi rahisi kwa aina majukumu yetu, kwamba tunaweza kutenga muda wa ziada na hata kuandika kitabu kwa ajili ya wanafunzi wa sheria, wananchi wa kawaida, mahakimu, mawakili, majaji wa ngazi zote. Na nikushukuru kwa kuandika kitabu hiki kwa Kiswahili. Kwa sababu sisi ni Watanzania, na tunachotaka watu waelewe hiki kitu ni Watanzania. Tunaandika kwa ajili ya matumizi ya jamii ya Watanzania. Ninajua wewe ni mahiri wa Kiingereza, na kwanza niseme tumesoma darasa moja kwenda kufahamu. Tumefanya kazi wote ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, kama mawakili wa serikali, lakini pia umekuwa naibu mwanasheria mkuu wa serikali, kama ambavyo pia mimi niwahi kuwa naibu mwanasheria mkuu wa serikali. Baadaye tukawa majaji wote. Una uzoefu mkubwa ambao katika hali ya kawaida una maarifa mengi na utaalamu ambao ungependa, kama jinsi ambavyo usivyo mchoyo, utushirikishe sisi wote. Kwa hiyo kuandika kwa Kiswahili ni jambo jema. Watu wengine wanafikiri ukizungumza Kifaransa na Kiingereza ndio inakuwa kama watu wa msomo, akiona mtu amevaa miwani wanadhani ni msomi, halafu yani utafikiri Kiingereza kinaongeza akili humu. Mataifa yote yaliyoendelea kwenye sayansi na teknolojia wanatumia lugha zao za asili. Wakati wa janga lile la corona, niliona waliofanya ugunduzi wengi walikuwa darasa la 7, darasa la 12. Sikuona profesa hata mmoja pale. Hata walikuwa wanatumia ile artificial intelligence sijui kutengenezea vitu vya kunawia mikono pale, sijui mwingine anatumia. Tena watu wengine kutoka Kigoma. Yule kijana yule nadhani wa darasa la 7 yule. Kwa hiyo lugha hii ya mama hiyo unaozaliwa nao unaizungumza ina mchango mkubwa sana kwenye nani. Tutaendelea kutumia Kiingereza, kitakusaidia kwenye mawasiliano na kuchota maarifa yaliyoko kwenye sehemu nyingine. Kwa hiyo wewe unatuwekea msingi mzuri. Na bahati nzuri mwanasheria mkuu wa serikali yuko hapa. Sheria ilishatungwa kwamba hukumu zetu na mienendo ifanyike kwa Kiingereza, kwa Kiswahili. Tunachosubiria sasa, japo hakuna jaji wala hakimu anayekatazwa kuandika kwa Kiswahili sasa, lakini tuna changamoto la msamiati. Tunamsubiri mwanasheria mkuu wa serikali atangaze lile toleo la tafasiri ya sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa Kiswahili, ili tuandike Kiswahili fasaha tunapokuwa tunatoa maamuzi.
Kwa hiyo mheshimiwa, sisi tuko tayari, na mheshimiwa Ngwembe amekuwa proactive, na vitabu vyake vyote vitatu alivyoandika vyote vine sasa hiki cha nne vyote ameviandika kwa Kiswahili, kwa sababu yeye ni zao la jamii, ana communicate kwa ajili ya jamii. Pengine hiyo pia ndio corporate social responsibility kwa hiyo jamii. Sasa baada ya kusema haya, niseme tu kwamba mheshimiwa Jaji unatuachia hazina muhimu sana, yani ni legacy kubwa sana. Na kabla sijaenda mbele sana, niseme haya yanayotuletea shida, na tutambue kuongezeka kwa makosa haya ya kujamiana. Kwa nini? Profesa Iromo ametusaidia sana. Mimi nilikuwa najiuliza, mimi umenikuta hiyo dini yako hujaniletea, mimi nilikuwa sijui, umenikuta na wake 4 5, nina watoto nimezaa hata 20, alafu nafika sehemu fulani unakuja unanihubiri, ninakubali, alafu nasema utabaki na mke mmoja, alafu tumezaa na watoto. Kwa hiyo wale watoto wanakuwa watoto haramu. Tumetumia hizi zana ambazo hatuzijui kubomoa jamii zetu for nothing, taka kuonekana tu kama wazungu hivi na nini. Sasa sisi tujikubali sisi wenyewe, kama wazungu watukubali, tujikubali sisi. Hivi nani anasema mzungu ni bora kuliko mimi? Wakati mmoja anasema black is beauty. Yaani vitu gani hivi? Yaani tunaacha vitu vyema vya maana, tunakimbilia vitu vingine. Sasa tunatengeneza mgogoro. Watoto wale wengine sasa wanakuwa haramu. Huku imagine. Bahati nzuri Profesa Iromo ametusaidia. Na mimi nimemwalika profesa. Tuna wiki ya Mheshimiwa Jaji Kiongozi, wiki ya usuluhishi. Nimesema tunamwalika aje, siku ile mimi naenda kuzindua pale, awepo, atoe neno. Tena afadhali hata yeye azungumze sana kuliko mimi. Mimi sinakuwa na maneno machache tu. Afadhali mimi naweza kuongea na watu wa mahakama kila leo, lakini yeye je? Kwa hiyo moja ya sababu ambazo zimefanya kuongezeka kwa haya makosa ni momonyoko wa maadili, sisi kutozingatia mila na desturi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. So paradoxically ni kwamba tunapokula viapo, vile viapo serikalini, nikiwemo na cha sisi majaji na mahakimu na viongozi karibu wote wa serikali wanaokula viapo, kile kiapo kinasema hivi, yani kile kiapo ni uniform, isipokuwa unataja tu cheo unachokitumia pale. Sasa kama sisi mahakimu na majaji, unapokuwa unaapa unasema hivi, kiko kwenye sheria ya viapo, the Official Oaths Act. Mimi Sai George Mcheche Masaju naapa kwamba nitaitumikia vyema kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi ya jaji mkuu, na nitafanya haki kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyowekwa kwa mujibu wa sheria, na kwa kufuata mila, desturi na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila hofu, upendeleo, huba wala chuki. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Kwenye viapo vyetu ufate mila na desturi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ningewasomea version ya Kiingereza inazungumza customs. Leo tuna drift away from these milas. Tunatoka kwenye hizo mila, hatutaki kuzifata, ila tunafuata mila zile za wale wengine. Na profesa ametusaidia hata, kumbe nilikuwa najiuliza, hivi shoga hivi kwa akili yako kabisa, eti wanakuambia wewe kuoa mke zaidi ya moja, na huyo mwanamke naye ana haki ya kuolewa na kuzaa na kuconsummate utamu wa marriage wa ndoa. Eti hiyo ni kinyume cha haki za binadamu, ila wanaume kuoana wao kwa wao ni haki za binadamu. I mean, what is it? Alafu na wewe umekaa pale unafanya hivi ne. Yaani kwa hiyo ndugu zangu, mimi niwaombeni sana, umomonyoko wa maadili kutokuzingatia mila na desturi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imechangia haya mambo haya.
Hatutaki leo jando na unyago. Wenzangu wanaotoka kusini mwa Tanzania ambako nimefanya kazi kule mimi, wana zile mila na desturi za unyago. Ukiwauliza wengine wako hapa, atakwambia faida zake. Na makabila yote yanayofanya hivi, muda mfupi, muda kama isini, kama miezi miwili kule wilaya ya Ngorongoro, nikajifunza mila na desturi za Wamasai. Mila nzuri sana, hatuzijui tu. Sisi tunaacha, tunakimbilia vitu vingine ambavyo eti kwa mujibu wa sheria hii kwa makosa haya ya kujamiana, hata ukikonyeza tu hivi, ukikonyeza hivi eti ni kosa la sasa hivi. Ni dunia hii. Na wale Dr. Nangera wala hata usiwaraumu sijui wabunge wa kusoma, wabunge wamesoma. Hii sheria ilitungwa nao mashinikizo wanaosema. Na hilo bunge lazima liendelee kuwa na mchanganyiko na wasomi na wasiosoma. Hao ni mchanganyiko ndio watapeleka hizo mira. Hao waliotunga hizo sheria walikuwa wapumbavu. Wote walikuwa na shahada na mimi nawajua. Walioandika miswada ile na waliokuwa na sijui nini walikuwa wasomi. Ni issue tu ya akili za kwenda kama kule Msoma. Kwa hiyo na ndio maana waheshimiwa majaji amkuepo siku ile. Ila tulikuwa na mheshimiwa jaji kiongozi na mheshimiwa jaji Kiheru alikuepo. Nilipokuwa nawapisha wale mahakimu wa kazi tarehe 2 mwezi wa 3 mwezi huu, niliwaambia ninyi mmekula hiki kiapo cha kufuata mila na desturi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa ni wakute huko umevaa zile suruali zenu na afu mnasema hizo hamtaki kutumia zile sheria za zile customary law, sheria za mila. Wao hiyo mahakama ameambiwa watumie hizo sheria za nini? Za kimila na sheria za Kiislamu. Kwa hiyo nikasema mwende mzitumie. Na kuna sheria hapa inaitwa nini? Probate small estates. Tena imeelekeza kabisa kwamba ile ya mirathi tutumie sheria za kimila. Hawa vijana siku hizi hawataki. Kwa hiyo nikawaelekeza chuo cha Institute of Judicial Administration Lushoto. Tulikuwa na profesa mheshimiwa jaji Kiheru pale kwamba bana nendeni mkazicompile moja sheria za Kiislamu zilizokwisha kutambuliwa chini ya sheria inaitwa the Islamic Law Restatement Act ya mwaka 1964. Tuzijue, tuziweke pamoja ili wale vijana wazitumie kwa urahisi. Lakini nendeni mkacompile mila na desturi za wananchi wa Jamhuri ya Muungano. Niliongea naye mheshimiwa jaji Kiheru akaniambia wameanza. Na mimi nilipoongea naye baadaye nikamwambia unaanzia hapa, nikampa na rejea sehemu ya kuanzia. Na ni siku hiyo ndipo nilipoishauri serikali kwamba serikali ni lazima tu ianze kuwatambua tena machifu. Machifu wale watatusaidia, moja, kuhimiza usalama katika jamii. 2, maadili ya jamii, amani katika jamii na umoja wa kitaifa. Lakini watatusaidia katika utatuzi wa migogoro ya ardhi na pia na kuhimiza utunzaji wa mazingira. Sasa Profesa Iromo utafikiri alikuwepo. Nendeni kwenye hotuba yangu iko kwenye mtandao tarehe 3, nadhani tarehe 2 mwezi wa 3. Nilihimiza hicho kitu. Haiwezekani sisi viongozi serikalini kiapo chetu kinasema pamoja na hiyo katiba na sheria, lakini utafanya kazi zako kwa kufuata mila na desturi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alafu tukae hapa tunabeza hizi mila wakati hizi tunazotuletea hapa hazitusaidii. Mmomonyoko wa maadili umechangia sana hiki kitu. Lakini cha pili, hata mitara yenyewe tu. Ndio tunazungumza hivi, mtoto yule wa primary school tamfundishaji mambo ya ngono eti anajikinga na ukimwi. Na ni age ya kujifunza vitu. Ile ni age, ni umri wa kujifunza. Alafu hiyo sasa alafu yeye yule mtoto mdogo anaweza kuresist, watu wazima atawaresist namna gani? Vitu kama hivi. Na 3, kufuata vitu vingine ambavyo hata ni kinyume cha maadili yetu tu. Kwa mfano, kuna vitu vinaitwa haki za, hapa kuna kitu kinachoitwa ndivyo sivyo kisheria. Na mimi kwa Kiingereza inaitwa legal paradox. Upande moja huku watoto wanapewa haki, kuna kitu cha haki. Kwanza vitu vya ajabu sana. Unaanza na haki za binadamu ambako humo kuna wanawake, kuna watoto, kuna wanaume. Alafu eti unaenda unanyumbulisha, unaanza kusema kuna haki za wanawake na haki za watoto.
Hivi wao sio binadamu? Halafu huyu mwanaume mnayemtenga sio binadamu, halafu mwanaume yeye hana haki tena. Inakuwa kana kwamba ni mashambulizi dhidi ya wanaume. Sasa hawa watoto wamepewa haki ambayo lazima zilindwe, na ni sawa zilindwe, wasitumike, wasibakwe, yani wasionewe, yani wasinyanyaswe tu, ni vizuri kabisa, kwa sababu hawa kwanza ni vulnerable. Lakini hizi haki sasa sijui ni tafasiri mbovu. Kwa hiyo kile kitoto hata kikianza kujihusisha na mambo ya ovyo, kikichapa anasema ni kinyume na haki za mtoto. So vitoto vile vinakuwa viko vya ovyo. Upande huu mwingine unataka protect, utumie ile sheria. Sasa how gonna you balance this? So this becomes a legal paradox. Na ndio unakuta katika nchi nyingine wameadopt slogan za kipumbavu tu. Mtoto mdogo wa kike anasema my body, my choice, my rights. Watakubaka, tunasema ni your body. And hivi tu hivi. Yani we are going to reconcile this too. I mean, parallel. This is nini? It has become a legal paradox. Kwa sababu upande mmoja tunataka ku maintain haki za watoto, lakini wakati huo tunataka ku enforce sheria ili kuwalinda. Vitendo hivi, waheshimiwa, ngoja niwaambie, hivi vitendo vya kubaka hata watoto wadogo vipo, kwa sababu tumeingiza imani za kishirikina za kutafuta utajiri, kwamba ukilawiti hawa watoto wadogo wakati fulani hata kuchukua vile viungo vyao, you get rich, they will become so much successful in whatever trade you are doing, which is wrong. Nikiwa wakili wa serikali kule Mtwara, moja nilimngangania mpaka kuhukumiwa adhabu ya kunyongwa. Yani so much, yani vitu vya ajabu sana hivi. Kwa hiyo haya mambo ni moja yanayochangia kuongezeka kwa hivi vitendo. But then again, tungeweza kupunguza hii shida kama kungekuwa na lesson learned. Tuna changamoto katika upelelezi wa mashauri haya. Tuna changamoto katika uendeshaji wa mashauri haya. Watu wengine wanatafasiri vibaya, na hasa ukikuta wakili ni mwanamke, yani yeye anakuja, kile kitendo cha mwanamke kubaka ni kitendo kibaya kwa sababu kinamfanya aishi na stigma, lifetime stigma. Lakini you're gonna be sisi too objective. Kwa hiyo ukipelekwa tu na kubaka tayari wameshasema hili ni libakaji. Ushahidi au kutosha wana nani, hakimu naye hivyo hivyo. So we have that particular poor, ni changamoto ya poor investigation, poor prosecution in hizi cases, poor decision making kwenye hizo trial courts. That is it. Na mimi kuwepo kwangu mahakamani miaka 5 nimeserve kama jaji wa high court. Kesi ambazo sikukubali rufaa zake, ambazo hazifiki 5, yani haziwezi kuvuka 5. Yani uendesha hivi, mtu unapeleza kesi ya kubaka, eti polisi haendi kutoa ushahidi, alafu yule mshtakiwa anasema mimi walinibambiki, tuna mgogoro wa nini, wa shamba. Polisi haendi kutoa ushahidi, na tuna principle kule kwamba kama kungekuwa na shahidi mzimu ambaye angeweza kutoa ushahidi kuisaidia mahakama, hakuja, basi mahakama ina haki ya sijui nini, adverse opinion kwake. And this is a competent and comparable witness. So afu nakuta na hakimu naye anamhukumu sijui vitu gani. Na ndio nimewaambia mahakimu, nikikuta mnashinikizwa na mawakili wa serikali kufanya dhuluma kule mahakamani, tutapambana. Bwana mimi hapa hiyo uliokuwa ofisa sijui nani hapa akawa anasema mimi kesi zao sizipendi. Eti sipendi serikali. Yaani mimi sipendi serikali. Wananijua vizuri, hawanijui. Watu wakisha kuwa wiki wanatafuta visingizio vya hovyo. Yaani ni vitu. Halafu waheshimiwa, pia kuna kubambikiza watu kesi. Yaani matumizi mabaya ya hii sheria. Watu wanabambikizwa. Sisi majaji tuna ushahidi hapa kabisa, wanabambikizwa. Mtu ana mgogoro na mkewe, wanatumia mtoto sikabaka mtoto wake baba, na wengine hivi kubambikiza kesi. Alafu sisi wazazi wenyewe kutosimamia maadili ya watoto wetu kule nyumbani. Hizi mnazoita filamu sijui na sinema na vitu gani zimeganyika kwenye makundi matatu. It is about violence, sexuality and witchcraft and nothing else.
Kiangalia zile wanasema this not it's prohibited for under 18, si ndio? Tuna enforce namna gani? Sisi sasa hivi tuko huko kazini. Kule vitoto vinatazama tu television. Ukikuta watu wengine wanafikiri television ni maendeleo. Hasa kule Bukoba. Kwa matokeo yake vitoto vinaharibika. Vinashinda pale kwenye zile, vinatazama televisheni, kule kinajifunza ngono, vinajifunza mauaji, violence, vinajifunza ushirikina. Na hata muziki ni huo. Habari zenyewe breaking news, it's about violence. Watu wanavyouawa Gaza, watu wanavyouawa kwenye Irani, US conflict, that is it. Mambo ya maana yatangazwe kama ya maana. What you expose? Hafu naona mtu kama kabisa amefurahi kabisa. Lakini basi Mungu atusamee sana. Now we're going to address this legal paradox. Tuondoke hapa. Na nadhani nimalize. Mambo mengine tutazungumza siku nyingine. Kwa sababu wameshazungumza hawa, wamezungumza vizuri, wametusaidia. Lakini niseme hivi, unajua mimi ni mtu wa kufanya maamuzi. Mheshimiwa AG, sisi kupitia kitabu hiki, mahakama ya Tanzania kwa unyenyekevu mkubwa sana imeshauri serikali. Yaani imeshauri hii mihimili miwili iliyobaki, muhimili wa utendaji na muhimili wa bunge, kwamba kuna changamoto hapa, labda mwende mziangalie. Sasa ni kwa nini? Kwa sababu hii ni serikali moja, ndio maana tumeshauri hivi, na kwa unyenyekevu mkubwa sana. Lakini sisi pia huku tuna mamlaka. Hali ilipokwisha kufikia kule. Kwa hiyo ni katika kutaka ile harmony ndani ya serikali. Sasa kwa mfano, ibara 107 capital A kubwa, ibara ndogo ya kwanza ya kwanza ile ibara ndogo ya kwanza au ni ndogo ya ngapi? Ya kwanza inasema mamlaka yenye kauli ya mwisho utoaji haki katika Jamhuri ya Muungano itakuwa ni mahakama. Sasa kama ndio yenye kauli ya mwisho halafu umeifunga, that is this kind of paradox. Na ndio maana tumesema hivi, sisi tumewashauri kwa nia njema, hebu nenda mliangalie hili swala vizuri. Na hawa mahakamani, they are so much protective of their mandate. Sasa lazima tuangalie mazingira ya kosa lilivyotendwa tu. Tuwe na discretion ya kuamua jinsi kosa lilivyotendeka. Sasa ukitufungia hiyo yote, sasa maana yake ni nini? Wakati huo tumepewa uhuru na kwamba tunapoamua kwa mujibu wa ibara 107 capital B tunapaswa tuwe huru, ila tuzingatie tu katiba na sheria za nchi. Sasa hapa kuna moja sheria ya nchi ambayo ina changamoto, lakini sisi tumepewa kauli ya mwisho. You can get this thing. Na ndio maana nimewaambieni, ushauri wangu kwa heshimiwa majaji na mahakimu tulioko huku, na nini mawakili wa serikali mnaokuja mahakamani. Hii profesa ametukumbusha, Profesa Iromo, kwamba mfumo tulioulisi ni adversarial. Sisi wa kwetu tulikuwa reconciliatory au restorative. Sasa hii adversarial system hii, na wakati sisi wenyewe tunaitwa ni justice, inatufanya mahakamani tunapaswa tuwe proactive au tuwe active, tusiwe passive. Mna sijui kama mnataka kunielewa. Kwa sababu wewe ndio umepewa jukumu la kutoa haki pale. Maamuzi kisha yafanya hayakatiwi ya kwako, ndio unakatiwa rufaa. Sio maamuzi ya wakili wa serikali wala wa kujitetea. Unapoona kitu sicho kaulize. Mnasemaga maswali sijui clarification. Lakini mahakamani sisi tunaruhusiwa hata kuleta mashahidi wetu. Unaweza ukawa na wakili wa serikali incompetent, defense counsel incompetent, au wamekuwa compromised, wanafanya vitu vya ovyo pale, lakini haki unaona wewe si ndio mwenye jukumu la kuamua. Kwa nini huwezi kuchukua hatua kama jamani, hebu kaulize tu swali basi, au hivi shahidi yule kwa namna gani? Alafu naona kwa passive tu tunasua jaji. Jaji lazima awe active kwa sababu yeye ndo anatoa haki. Ndio
Lakini if anything, yeye maamuzi yake ndio atakayokatiwa rufaa. Wakiharibu kesi kule, kesi huko kwenye jamii watasema majaji au hakimu amekula rushwa. Ila kumbe sisi tulikuwa tunasema tu sisi hutaki kuonekana kama huko. Unawezaje kuwa muamuzi usiulize swali? Ni muamuzi wa aina gani? Na hapa ndipo panapohitajika matumizi ya akili na hekima. Niwakumbushe tu habari za Mfalme Sulemani katika kitabu kile cha Ufalme wa Kwanza, sura ya 3 ile. Hekima na akili. Na hii sheria jinsi ilivyotungwa inatunyima sisi majaji na mahakimu kutumia hekima. Ila tunabaki tuna akili ya kujua kwamba huyu akibaka akipatikana hatia adhabu yake miaka 30, unamtundika miaka 30. Yani basi niseme hivi. Tuna wajibu wa kwenda kuziangalia sheria zetu, pia tuzioanishe na mila na desturi zetu. Na kulikuwa na kesi inaitwa Maagwi bin Kimito. Yenyewe inasema inatuweka mwongozo, ni maamuzi ya mahakama ya rufani, kwamba hizi sheria za kimila zitatumika isipokuwa tu kama ni repugnant to natural justice. Natural justice is ina principle mbili. One, you should be a judge of your own cause and never condemn a person unheard. Lakini pia zote zinazingatia nini? Katiba. Otherwise it is not offensive kutumia hizo sheria za kimila. Hizi zimetufikisha wapi? Kwa hiyo watunga sera kama walivyoshauri Mheshimiwa Jaji Nangera na Profesa Iromo, yeye Mheshimiwa Jaji Ngwembe hawezi kujisemea. Yeye amesema ametutolea yule mwali tumtafakari. Sasa lakini hili ni vizuri tulizingatia, lakini ninasitiza tu pale kwamba kama sisi kuna kitu kinaitwa utawala wa sheria. Utawala wa sheria. Article 26. Endeni kwenye viapo vyetu ambavyo ndio tunapaswa kuviishi. Tena vile viapo huwa tunaapa kwa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu mwisho unasema, ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Husemi ewe Jaji Mkuu nisaidie. Lakini kwenye kile kiapo umesema utafata mila na desturi za Jamhuri ya Muungano. We gonna reconcile this. Huwezi kuacha kuzitumia tu hizo mila. Afadhali hata profesa umetukumbusha. Hawa jamaa mimi hata nilikuwa sijui. Hawa jamaa kwanza wamefanya hao Wakristo kuwa sijui wanatenda dhambi nyingi sana, kwa sababu hasa za uzinzi, hasa wanaume. Kwa sababu gani? Yule Yesu ukisoma Mathayo sura ya 5 anawaambia hivi, msizani mimi nalikuja kuitangua Torati. La hasha. Mbingu na nchi zitapita, lakini hakuna hata yodi moja wala nukta moja ya Torati itakayo tanguka. Hata yote afanye nini? Yapite. Si imeandikwa kwenye Torati usizini. Sasa mimi nawaambia kila anayemtazama mwanamke kwa kumtamani ameshazini naye. Sasa tutapona na wake zetu au mmoja. Sasa ndio sasa utajiuliza, angalau kwa sababu ile inazuia uzinzi. Ile polygamy ilikuwa inazuia uzinzi. Na ndio maana kwa hicho alichotuambia Profesa Iromo, wale bwana alikuwa mmoja ana mke wake, mmoja anayetambulika. Alafu huku pembeni anao wengine wa kumalizia hizo shida zake. Marufuku kuzaa nao. Alafu wakazidiwa wakaenda na vile vitoto vidogo. Alafu sasa sisi tumepigwa marufuku kila kitu. Lakini macho tunayo, moyo wa matamanio tunayo. Hivi tutahukumiwa? Mimi ninachojua kilichokatazwa mimi kwenda kwa mke wa mtu na mwingine kwenda kwa mume wa mtu. That is it. Sasa si ndio tafasiri ya datari? Na ndio maana yule bwana alisema, wenzangu na mimi wale masikini
walienda kwa malaya, si ndio? Wamalize zile shida zao. Lakini jamani, hii ni maoni yangu tu mimi, sio lazima myafuate. Lakini naona wenzetu hapa jamani, pasta, unajua hawa jamaa kule Kenya wana kitu kinaitwa mpango wa kando. Sisi hapa kuna kitu kinaitwa nyumba ndogo. Yaani unajua tumekuacha kuishi uhalisia, unataka uonekane. Tunapata shida sana hata kwenye misiba. Huyu bwana tunamjua alikuwa na watoto wengine huko na mke mwingine. Kuna unakuta wanazaliwa pale, hapo tunaanzisha mgogoro. Lakini wale mashangazi wanawatambua wale watoto. Na watu wengine wanawatambua. Maisha haya, kuishi maisha, nabidi tuseme turudi kwenye reality. Amesema huyu bwana Mheshimiwa Jaji Ngwembe ni realistic, si ndio? Yeye anauishi ule uhalisia. Sasa ushauri wangu kwa Mheshimiwa kwa ujili ya umuhimu, kwa kutokana na umuhimu wa hiki kitabu na maudhui yake, ni washauri sisi majaji na mahakimu na mawakili wa serikali na wanasheria wote na wanafunzi wa sheria na wananchi wote, tukisome hiki kitabu kitatusaidia sana, tukitumie ipasavyo. Nadhani maabara nini inaitwa library, maktaba. Nadhani maktaba ya mahakama ya Tanzania ndio itaanza na hiki kitu. Baada ya kusema haya, nimshukuru tena Mwenyezi Mungu kwa kunipa fursa hii ya kushiriki tukio hili muhimu. Lakini nimshukuru Mheshimiwa Jaji Ngwembe tena kwa heshima hii aliyonipatia. Najua hii si kwa sababu mimi ni jaji mkuu. Amenipa tu heshima. Angeweza kuchagua mtu yoyote, angeweza kuchagua hata jaji mwenzetu hapa au waziri au hata Mheshimiwa Rais angeweza kumuomba, waziri mkuu, spika, mtu yote ambaye anaona kabisa kwamba anaweza kuwa mgeni rasmi wa kuzindua kitabu hiki muhimu sana. Kwa hiyo Mheshimiwa Ngwembe, nakushukuru sana. Na shemeji, licha hiyo zawadi yangu kwamba namruhusu bwana arudi kule kwa mwaka mmoja. Na yule kijana wetu, yule kijana alikuwa anakuja mbele yangu. Akili yake ni nzuri na anajua. Nilimuuliza, wewe bwana mtoto wa Mheshimiwa Jaji Ngwembe? Akasema ndio. Nikasema, we baba yako akili yake ni nzuri, just keep it up. Na kijana, Mungu aendelee kubariki sana. Kwa hiyo familia ya Ngwembe, Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki sana. Ninyi ni watu wema, mmetutunzia huyu ndugu yetu. Ila sasa mimi niwaombe radhi kwa niaba yake kwamba zile shida mlizopitia wakati huyu bwana akihangaika na lile dude, kwa mujibu wa maneno ya Winston Churchill, basi ninawashukuru sana kwa kumvumilia. Na ninyi Mwenyezi Mungu ataendelea kuwabariki sana. Na kipindi hichi cha mwaka mmoja atakapokuwa huko, mumtumieni vizuri sana, ili kurejesha afya yake ya kimwili, kiroho na kiakili. Basi baada ya kuyasema hayo, sasa kwa heshima kubwa na kwa kutambua mchango muhimu wa kitabu hiki, napenda kutamka rasmi kwamba kitabu cha Hatia na Adhabu katika Makosa ya Jinai, tafakari ya sheria makosa ya kujamiana, kilichoandikwa na Mheshimiwa Jaji Paul Jori Ngwembe, kimezinduliwa rasmi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana.